uliingiza 300,000. Ndio maana nimepata hoja yako. Uliingiza 300,000, sasa unapata 300,000. Yaani kwa nimekuelewa. Sasa hiyo ni kazi kazi hata mchora nini sanamu kwenye maji hataki. Kwa mahesabu sasa unakuwa umechemka. Kwa sababu kilimo ni biashara kama biashara nyingine. Na mimi siku zote katika ujasiriamali wa kilimo huwa nafundisha kwamba pesa ni kama kete za kuchezea bao. Kwa hiyo mwenye ujuzi na maarifa kucheza zile kete anavyozichanga zile, usukume kwenye king, usukume huku, wote mna kete sawa, wote mna pesa sawa, lakini kwenye kilimo mkiingia, mmoja anafaulu na mwingine anashindwa kwa sababu namna ya kuichezea hiyo pesa. Ndio kaka mkubwa anavyotufahamu. Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Kusikia neno lako kwamba alizeti haileti faida sana kiasi hicho. Kwa nini unasema hivyo? Kwa uzoefu wako ina. Maana uzoefu ndio mwalimu mzuri. Uzoefu ndio mwalimu. Siwezi kusema kwamba haina hela kabisa, ila pakuwe na mashamba makubwa sana. Okay. Ukizingatia gharama zile za uendeshaji wa shamba na matokeo ambayo utaenda kuyapata inakuwa ni tofauti. Kwa sababu kama umekodi shamba pengine 50,000, umelima 50,000, umepalilia, alafu baadaye unakuja unapata pengine labda lita tu 50, kwa hiyo unajikuta faida hamna. Ila pengine ukilima shamba kubwa zaidi unaweza ukapata hela. Okay, nipe mchanganuo wa ekari moja tu. Mtu anataka kulima kujitafuta, anafikiria alizeti tu. Kwa haraka amefikiria sana alizeti. Kwanza, kwa nini alime alizeti? Kwa nini asilime mahindi? Kwa nini alizeti? Kwa nini sio mahindi? Au maharage nini? Yaani kwa nini? Pengine haina magonjwa, pengine haina kazi nyingi sana. Yaani kwa nini mtu aende kwenye alizeti? Kwa mfano wewe hapa badala kuweka mahindi au zao lingine umeweka alizeti. Yes, uzuri wa alizeti. Alizeti na uzuri mwingi sana. Kwa sababu cha kwanza yenyewe haiathiriwi na, yani haihitaji mvua. Okay. Haihitaji mvua nyingi. Ukishaipanda ikaota tu. Yani ikishaota tu una uhakika wa kuvuna. Okay, tofauti na mahindi. Tofauti na mahindi. Mahindi unaweza kuyalimu kawa na pressure, yakipigwa jua wiki 2 tayari pressure yani inaanza kupanda. Lakini alizeti yenyewe ukishaipanda tu kaona tu kametoka kameota, hapo unajua nimeshavuna hapo. Wow. Hata kama isipoonyesha mvua, hata kama vikaja vimanyunyu si nini, tayari umeshavuna. Ndio uzuri wa alizeti. Uendeshaji wa alizeti ni mrahisi. Okay, uendeshaji wake ni rahisi kuliko mahindi na mazao mengine. Uzuri wake tu ni kwamba yenyewe yani inastahimili jua sana. Na mvua ikizidi inaharibika. Sasa twende kwenye kwa nini nisilime alizeti. Tumepata sababu kwa nini ulime alizeti usime. Kwa nini sasa nisilime alizeti, pengine nilime zao jingine? Usumbufu wa alizeti kwa ufupi, yani nataka kujua changamoto za kilimo hiki. Pengine kwenye soko, pengine kwenye nini, pengine iko wapi? Soko lipo. Soko la alizeti lipo kwa sababu alizeti inatumika kwa matumizi mengi. Mafuta, vyakula vya wanyama, kuku. Kwa hiyo soko lake lipo la nje na ndani. Soko ni lipo, lakini changamoto yake kwamba yale matokeo ambayo unayapata kwenye ekari yanakuwa ni madogo kulinganisha na namna ambavyo shamba umelihudumia. Okay. Sasa hapa hiyo inatupeleka kwenye kipengele cha mchanganuo wa uendeshaji wa shamba na ekari moja. Mimi nitakuwa nataja vipengele afu unanitajia gharama. Kadirio tu, makadirio, kwa sababu hizi gharama zinatofautiana sehemu na sehemu, msimu na msimu, na mtu na mtu. Okay, gharama tuachane kwamba mtu ameshanunua shamba ni la kwake. Sasa kulilima ekari moja kwa huku ni shilingi ngapi kwa maeneo ya Dumila? Huku kwa maeneo ya Dumila kulisafisha na kulilima. Kwa maeneo ya Dumila kulisafisha inategemea na uchafu uliokuepo. Kwa hiyo inaweza ikatofautiana. Sema limekanda kama sehemu jirani hapa. Ina msitu kama hapo, yani inabidi miti ifyekwe, pakatwe, pafyekwe, patifuliwe, patolewe visiki. Kwa ekari moja tu inaweza ikakuchukua mpaka 300,000. 300,000 ekari moja. Okay, sawa. Tegemea tena hapo kwa sababu yote ni makubaliano. Tegemea mtu amempata, lakini mpaka 300,000 inaweza ikaenda. Okay. Sasa hiyo ni gharama ya kusafisha na kulilima, si ndio? Kama 300,000 hivi. Hapo kusafisha tu. Kulilima kwa trekta
shilingi 50,000. 50,000 ekari moja. Ekari moja. Bila kupiga haro hapo? Bila kupiga haro hapo umelima tu. Umelima tu? 50,000. Na lazima shamba la alizeti upige ulime na kupiga haro au lazima tu utalima peke yake? Sio lazima, ukalima tu peke yake. Okay. Kuna haja matumizi ya mbolea huku kwa upande ukanda huu wa Dumila Morogoro? Mnatumia mbolea yote? Na mbolea zinatumika sana. Sasa tuende hiyo 50 ya kulima, mbolea inaweza kutumia shilingi ngapi? Mbolea zinatumika sasa, kwenye matumizi ya mbolea sasa itategemea pia na hali ya udongo. Na hali ya udongo. Kwa mfano mimi kwenye shamba langu hapa sijaweka mbolea yoyote. Wow. Kwenye shamba langu sijaweka mbolea yoyote. Nimelima tu nikapanda. Okay. Sijaweka mbolea yoyote. Okay. Lakini maeneo mengine yatakatumia mbolea pengine tuchukulie hapa mfuko mmoja. Tuchukulie hivyo labda 50,000 pia au 80. Ni zaidi ya 50,000. Kadirio unaweza kuweka shamba. Kadirio liko kwenye kuanzia 100,000. 100,000 mpaka 75. Mpaka 75. Kwa hiyo kule ina maana mimi nilifyeka shamba kusafisha kwa 300,000, nikalilima kwa shilingi 50,000, nikanunua mbolea kati ya 75 mpaka 100,000. Utunzaji, palizi. Palizi napo unapalilia kama unapalilia kwa 40,000 huko. 40,000 kwa ekari moja. Aha, baada hapo kuna gharama nyingine za kusema kwamba maana hapo kuna gharama nyingine baada hapo palizi. Labda uvunaji sio? Uvunaji. Hapo shilingi ngapi? Kwenye uvunaji na penyewe ni maelewano. Ni maelewano. Wakati mwingine wanafanya 40,000. Okay. Lakini makubaliano. Kwa hiyo gharama za uendeshaji ni kama mtu akiwa anajitafuta na 600,000 hivi. 700,000. 500,000 mpaka 700,000 anaweza kaanzisha shamba la alizeti pamoja na mbegu pengine. Yes, anaanzisha shamba. Na hilo hapo ni shamba ambalo ni jipi ambalo ni poli, lakini kama shamba ambalo limeshatumika huko azidi. Hata kwenye 300,000 mtu anaenda. Okay. Sasa twende kwenye mavuno. Sasa mtu ameshavuna hapa. Tutegemee kama imekubali kama shamba lako. Hili shamba na hili kwa mashamba tuliyotembelea, hili shamba pia tuseme ni miongoni mwa shamba ambayo imekubali. Mavuno hapa kama shamba yani sema shamba limetema hapa unaweza kupata kiasi gani? Mavuno kiasi gani? Sina uhakika sana kwa sababu pia na lenyewe ni mara ya kwanza. Nalifanyia mazoezi. Nalifanyia mazoezi. Lakini kwa mujibu wa watu ambao wanalima wanasema haziwezi kupungua lita 60. Lita 60, 50 mpaka 60. Lita 50 mpaka 60. Okay. Kwa hiyo hapo utauza mashudu? Na mashudu utauza. Na mafuta. Sasa hivi lita ya mafuta ya alizeti shilingi ngapi? Lita ya mafuta sasa hivi ni shilingi 5,000. Shilingi 5,000. Kwa ukipata lita 60 ukazidisha mara 5,000 ni kama unaitafuta shilingi ngapi hiyo? 300,000. Kwa hiyo kama vile uliingiza 300,000. Ndio maana nimepata hoja yako. Uliingiza 300,000. Sasa unapata 300,000. Yaani kwa nimekuelewa. Sasa hiyo ni kazi hata mchora sanamu kwenye maji hataki kufanya kazi kwa sababu hujapima muda uliotumia kuja kufanya visiting Kwa hiyo hapo umeingiza, hapo ni shamba lile tunazungumzia 300 ukaja kutoa 300,000, hapo ni shamba ambalo lilishaanzishwa. Yani likwepo unaliendeleza. Lakini kama shamba lilikuwa ni msitu, na maana utaingiza almost 700,000, lakini mavuno ya kwanza kwenye ekari moja utapata shilingi 300,000. Kwa mahesabu sasa unakuwa umechemka. Kwa sababu kilimo ni biashara kama biashara nyingine. Na mimi siku zote katika ujasiriamali wa kilimo huwa nafundisha kwamba pesa ni kama kete za kuchezea bao. Kwa hiyo mwenye ujuzi na maarifa kucheza zile kete anavyozichanga zile, usukume kwenye king, usukume huku, wote mna kete sawa. Wote mna pesa sawa, lakini kwenye kilimo mkiingia, mmoja anafaulu na mwingine anashindwa kwa sababu namna ya kuichezea hiyo pesa. Ndio kaka mkubwa anavyotufundisha hapa, na hapa ndio chuo kikuu cha mtaani kitivo cha misukosuko. Na hapa ndio tunahitimisha kipindi chetu. Pengine ndio mara ya kwanza unatazama vipindi hivi kutoka AJFarms Mashamba Yanayotembea. Hakikisha una subscribe, like na kushare, lakini unaweza kuuliza maswali pia ukashare nasi uzoefu wako katika kilimo cha alizeti. Tukutane katika wakati mwingine kipindi kijacho. Kuwa mkulima sio tabu tena. Changamoto za mazao au mifugo sasa kwisha habari yake. AJFarms wamekuja na suluhisho la kudumu na sasa wanakuletea vitabu mbalimbali vya mazao na mifugo. Kama una changamoto za kilimo, vitabu hivi ndio suluhisho lako. Kukufikia ni rahisi. Unaweza kuvipata kwa njia ya WhatsApp au kutumiwa popote nchini na hata nje ya nchi.
Cha kufanya, wasiliana na Aje Farms leo kwa 0757757968. Bei za vitabu hivi ni ndogo sawa na bure. Nunua leo kitabu chako, uunganishwe kwenye kundi la WhatsApp la zao husika. Hatujamaliza. Kama wewe ni mkulima, una mazao na hujui wapi utapata soko zuri la kukupa faida, wala usijali. Kama wewe ni mnunuzi wa mazao na hujui ni wapi utapata mzigo, nawe pia usikonde. Hapa kuna mkulima na pale kuna mnunuzi. Ni nani wa kuwakutanisha moja kwa moja? Ni Aje Farms. Si hivyo tu, kupitia mtandao wa Aje Farms unaweza kujua bei za zao lolote lile nchini. Cha kufanya ni wewe kuwasiliana nao kupitia WhatsApp au piga simu. Wafuate kule Instagram, Facebook na YouTube kwa jina la Aje Farms. Wote mnakaribishwa.